Na mnazungumza michezo, hii ni Chapesa Media. Mimi naitwa Wazili Tambiko, nyuma ya kamera Director Runda. Tupo na GB 64 alimaarufu Kidevele Kiduka King Kimaraga. Kwanza kwema mzee wangu? Bwana kwema kabisa. Mwingine nasema mambo yanakwenda. Wana finali. Mambo yanakwenda kabisa. Mwaka robo imeisha. Mwaka robo imeisha. Sasa hivi hawana la kuzungumza, wanatafuta lingine. Wanakuambia sisi tumefika finali na nyinyi mtakuwa mfike finali. Lakini sisi ndio wa kwanza kufika finali 1993. Moja ya kauli bora zaidi katika hatua za robo finali, Ahmed Ally alikuja akasema hii tunavuka. Lakini sasa hivi Ahmed Ally amebadilisha msemo, hatuishii hapa. Hii tunavuka tayari ishafanikiwa. Alafu sisi sio kama wao. Hii sasa hatuishii hapa. Hii ngoma inakwenda mpaka finali. Na tukishafika finali sio kwamba tunaishia finali. Tunawaambia kabisa sisi sio kama nyie. Sisi hatuachi kitu, tunapita nalo. Sisi sio kama wao. Hatuishii hapa, ndo kauli inayofuata. Kauli inayokuja, hatutaki kufanana na nyie. Sisi tunapita nalo. Young Africa. Kwa hiyo moja kwa moja tunaelekea zetu Zanzibar. Zanzibar ni nyumbani. Yaani Zanzibar hakuna tofauti wapi na Benjamin Mkapa, isipokuwa ni aina ya uwanja tu. Huku watu 60,000, ule kule watu 30,000. Lakini hakuna tofauti, kote ni nyumbani. Tena kule sasa wale ndo wameenda, yani tuseme wameenda maabara. Umeelewa? Kwa sababu makemialist walikuwa wanatoka Zanzibar ndo wanakuja kufanya kazi katika maabara hii hapa. Sasa hivi wamerudishwa kwenye maabara kuu. Maana kule ndo wanakotoka wataalamu wetu. Wakuweka mambo sawa. Unasema ubaya bora uvuki maji GB 64. Nani kakwambia? Ubaya bora uvuki maji? Muulize Azam atajua kama ubaya bora uvuki maji. Azam kafanywa nini Zanzibar? Azam kapigwa chuma ngapi? Si kule nyumbani. Yaani uwanja wa Amani si hatuna, viwanja vyote sisi vya Tanzania hatuna mikosi navyo. Kote ni nyumbani. Moja kauli bora ya Ahmed Ally akisema hivi, tutaenda na mbuzi pamoja na basi na pamoja na wazee. Wapi kazungumza, acha mambo yako. Sasa wazee wako kule kule, unaenda nao wapi? Wale wazee wa hapa walitokea Zanzibar. Sasa kule wamepelekwa nyumbani kwao. Kwa sababu Wazanzibari pamoja na Wapemba wenyewe, watu wa Unguja koti, wanakuambia tuletee timu yetu. Yaani sisi ndio tunataka tuweke historia ya Simba kucheza tena finali. Finali ya kwanza walicheza watu wa bara, ndio walipeleka Simba finali 93. Mwaka huu wao watu wa Zanzibar ndio wameitaka timu, waipeleke timu wapi? Waipeleke timu finali. 64 Simba Sports Club alitegemea la kukutana na Zamalek, imeshindikana. Bingwa mtetezi huyu ametolewa na Stellenbosch. Labda muogope Stellenbosch, amekuja hivi karibuni, watoto 2016. Amuogope na muofi. Ni watoto wadogo. Ni watoto wadogo. Alafu historia ya Simba watu wengi hawajui. Tawi la pili kwa ukubwa, sawa, la Simba ni Kikwajuni ambao liko Zanzibar. Si umeelewa? Kwa Simba imeenda kwenye kitovu chake. Kuna matawi matatu. Kuna tawi moja hapa Dar es Salaam la Magomeni. Alafu kuna tawi la Kikwajuni na tawi la Tanga la Mkwakwani. Kwa hayo matawi matatu ndio matawi maasisi ya Simba. Kwa hiyo Simba ikienda Tanga iko nyumbani. Umeelewa? Sumona tumeenda Tanga, Simba kashinda ngapi? 3, si ndio? Tunakwenda zetu Zanzibar, Simba anaenda kushinda tena zaidi ya goli 3. Kwa kule sisi tuko nyumbani, yani Simba imeenda kwenye kitovu chake. Kule ndio kitovu cha Simba kilipo. Kwa namna Simba Sports Club imecheza mchezo wa kwanza katika dimba la Benjamin Mkapa dhidi ya Al Masry, kuelekea katika mchezo huu, nini Simba waongeze, kitu gani cha tofauti waongeze kwenda kupata matokeo? Maana mechi ilikuwa dai Benjamin Mkapa. Kikubwa ni matumizi ya nafasi. Matumizi ya nafasi yaongezeke, wachezaji wanatakuwa wasitumie nafasi, kwa sababu hii mechi unaanzia nyumbani. Ile tulianzia away. Kwa hiyo tukatusharudi na matokeo kwamba tumefungwa 2, tukitafuta goli 2, sawa, zaidi ya 2 ndio tunafanya tuwafuzu. Bahati nzuri tukapata 2, tukaenda kwenye mikwaju ya penalti. Lakini hii huwezi kujua kitakachotokea wapi. Ugenini, mechi away Afrika Kusini. Kwa hiyo kinachotakiwa hapa tumkoleze huyu. Umeelewa? Tukishamkoleza huyu goli kuanzia 3, alafu ndo tunaenda away sasa. Kwa hiyo wachezaji, matumizi ya nafasi yanatakiwa yawe sahihi, na hata kwenye uzuiaji hawatakiwi wapate goli la ugenini hao wachezaji. Nani? Kauli ya Ahmed Ally leo hii ameongea akisema kama maiti inazikwa saa 10, kwa nini Stellenbosch tusimzike saa 10? Kwa maana tunamfunga. Mechi ni saa 10. Mechi ni saa 10 kama kawaida yake. Sisi wana Simba sawa, sisi tunaangalia nyota zetu zinaendaje. Tunaangalia hali ya hewa sasa hivi inaendaje. Kwa sababu umati utakuwa mkubwa, watu wanahitaji kurudi. Watu wa Dar es Salaam wengi, mikoa mbalimbali watakuja, watakwenda wapi? Watakwenda Zanzibar. Ili wapate muda mwafaka
wa kuweza kupanda maboti tena na kurudi boti za usiku zile, basi mechi lazima ichezwe saa 10. Kwa lazima afe. Kiwango cha Elie Mpanzu Kibisawala Volcano. Semaje akiwa anazungumza? Unajua Kibisawala, mimi ndio maana kuna kipindi niliwaambia ni dhambi sana kumlinganisha Mpanzu na Nkangalombo. Ni vitu viwili tofauti. Nkangalombo alikuwa analingana na Mpanzu wakati wa KC Vita huko, sio hapa Tanzania. Umeelewa? Huyu Mpanzu ni Mpanzu mwingine. Mpanzu anatani na kushoto anapiga na kulia, anatani na kulia anapiga na kushoto. Anafikia kule. Kwa hiyo Mpanzu uko vizuri, kwanza speed uko vizuri, afu mwili wake mwepesi. Umeelewa? Ana uwezo wa kuacha wachezaji wawili watatu, lakini mpaka leo Nkangalombo sidhani kama ana assist hata moja. Anago kwenye mashindano gani? Kwenye FA huko. Au mechi ya kirafiki ile. Tunazungumzia kwenye ligi na kwenye klabu bingwa hana kitu. Lakini Mpanzu kaja kimataifa ana magoli, na kwenye ligi ana magoli, ana assist, kila kitu yuko vizuri. Kwa hiyo Mpanzu hawezi kufananishwa na mchezaji wa aina yoyote Tanzania. Sasa hivi ukizungumzia viungo bora, viungo washambuliaji bora, Mpanzu lazima utamweka namba 1. Ana uwezo mkubwa sana yule jamaa. Uzungumzie watu kibao walikuwa na mkataa Lionel Christian Ateba Mbida. Watu wanakuambia bora Steven Dese Mukwara pale juu asimame yeye. Wachezaji wa Simba huwa walinganishwi. Na hii ni kuleta mtafaruku, na ndio maana na waasa watu wa Simba tusipende kulinganisha wachezaji wetu. Mchezaji anaposikia huwa mara nyingi ajisikii vizuri. Ateba na Mukwara wote ni wachezaji wa Simba. Na wote wana matumizi tofauti. Inategemea na game plan ya nani? Ya mwalimu. Kwa mwalimu akiwa na game plan ya kumtumia Ateba atamtumia Ateba. Akiwa na game plan ya kumtumia Mukwara atamtumia nini? Dese Mukwara. Lakini wote ukiangalia statistics zao kwenye ligi wote wana magoli 80+. Kwa hiyo hawana tofauti yoyote. Neno jadi wanasema hivi, Yanga Simba Sports ndio shughuli yako imeishia hapa. Tafuta pa kutokea. Wao wameshachukua medali, ni hata kikombe mkioni. Kwani hichi sio kiama? Kiama ndo tunazungumzia masuala ya dalili. Mwenyezi Mungu ametuwekea dalili. Hatujui ni siku gani, ni lini. Umeelewa? Hakuna mwanadamu yote anayejua, wala mitume wala malaika wala nani. Lakini anayejua ni Allah peke yake. Hicho ndo unaweza ukashindwa kukizungumzia na kukisubiri. Lakini hichi tarehe imepangwa na mwanadamu kwamba tarehe ni 20, ni kesho kutwa. Zimebakia siku ngapi? Si Jumapili. Tunakula Pasaka, tunacheza mechi. Kwa hiyo tusubiri hao wanaosema kwamba Simba umeelewa inaishia hapa. Umeelewa? Walikuwa wanatuita mwaka robo, sasa hivi mwaka robo imeisha. Sasa hivi wamehamia sijui atatuita mwaka nusu. Kumbe mlikuwa mnaumia. Uwezo ukaumia kwa sababu inategemea hizo robo umecheza na nani. Na robo zina thamani gani kwetu? Robo finali 7 ndizo zilizotupelekea sisi tunashika nafasi ya 4 barani Afrika. Wao wenye finali sasa hivi wanashika nafasi ya ngapi? Namba 13 siku 11. Sisi tunashika nafasi ya 4 na tuna uwezo tukiingia finali tunamshusha experience, tunakaa nafasi ya ngapi? Nafasi ya 3. Na Nation akimtoa Mamelodi tukichukua kombe tunakaa nafasi ya ngapi? Nafasi ya 2 barani Afrika. Simba inatia raha. Tunavimba. Simba inatia raha. Umeelewa? Lakini pongezi hizi zote apewe viongozi wetu wa Simba wakiongozwa na mwenyekiti wa wanachama Mangungu Murtaza Profesa try again, mjumbe wa bodi, mwenyekiti mwenyewe wa bodi nzima Mo Dewji pamoja na baba mlezi Azim Dewji ndo anapoa pongezi kwa sababu wao ndo wanaoleta chatu ya kuiongoza Simba vizuri na kuifanya Simba ifike hapa ilipofika. Unaona Simba Sports Club ikichukua ubingwa? Hatuachi kombe la aina yote. Umeelewa? Msimu tushaingia nusu finali 2. Shirikisho na kombe la CRDB Federation Cup. Sijui umeelewa? Na kwenye ligi bado tunashika nafasi ya 2. Na bado huyu bwana anataka tukimbie. Kwa hiyo kombe la ligi hatuachi, FA hatuachi pamoja na shirikisho. Makombe yote matatu. Kama Simba hajachukua ubingwa nani alaumiwe? Shirikisho. Wapi? Shirikisho. Hakuna kumlaumu, utakuwa ni mpira tu. Unamlaumu nani sisi? Watu wamepambana mpaka hapa, tumevunja mwiko wetu, tumeingia nusu. Sasa hapa alaumwe nani? Mchezaji ama benchi? Hakuna mchezaji wala benchi la ufundi wala kiongozi. Ni mpira ndio unaochezwa sasa hivi. Sababu uongozi uko bora. Benchi la ufundi liko bora. Umeelewa? Wachezaji wako bora, mpaka mashabiki tuko bora. Sasa alaumwe nani? Umeelewa? Hakuna wa kulaumiwa, ila bali tutakuwa ni matokeo ya mpira.